Uhali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 3 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaoanza na habari kubwa inayosema Spika atoa siku 6 sakata la ununuzi dawa kuua wadudu wa malaria. Spika wa bunge atoa siku 6 sakata la ununuzi wa dawa za kuua wadudu wa malaria. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini kuna habari inayosema wanafunzi 560 wachangamkia fursa kupunguza foleni mijini. Wanafunzi 560 wachangamkia fursa kupunguza foleni mijini. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 19 kwenye gazeti la Nipashe. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe lina habari inayosema makali bei ya mafuta. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe, nasema makali bei ya mafuta, kilio kila kona, nauli za bodaboda, bajaji, daladala za paa kinyamela. Lakini baadhi ya madereva wa Goma, LATRA ya onya wamiliki, yasema hakuna sababu. Hiyo nasema nauli za bodaboda, bajaji na daladala za paa kinyamela. Lakini baadhi ya madereva wa Goma, huku LATRA ya waonya wamiliki, yasema hakuna sababu. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa pili kwa habari kwa kina. Lakini serikali yaanika mikakati mpya kukwamua uchumi. Serikali yaanika mkakati mpya kukwamua uchumi. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Nipashe. Huku ukurasa wa 3 wa gazeti lako la Nipashe, Askofu Bagonza atoa waraka mzito wa Pasaka. Lakini TRA yakusanya trilioni 3.58 Januari hadi Machi. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lenye linaanza na habari kubwa inayosema Mwinyi aeleza manufaa ya Mwenge. Huyo ni Rais Mwinyi aeleza manufaa ya Mwenge. Lakini mafuta yazua mapya, daladala za Goma kwa muda, huku bodaboda, bajaji zikipandisha nauli kimya kimya. Wananchi waitaka serikali kupunguza tozo. Lakini LATRA yatishia kufuta leseni. Na macho masikio kwa tume ya Jaji Chande. Macho masikio kwa tume ya Jaji Chande, habari endelea ukurasa 5 kwenye gazeti la Mwananchi. Na wanafunzi 561 wajitosa shindano la kukomesha msongamano mjini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lenye linaanza na habari inayosema Mchengerwa agiza hospitali zilipe madeni MCD. Lakini vyombo vya ulinzi na usalama, nguzo ya amani, utulivu na maendeleo ya taifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo, inaendelea ukurasa wa 4. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Habari Leo ni Samia apongezwa kikao na wapinzani wake. Rais Samia apongezwa kikao na wapinzani wake, na wadau wasema ni ukomavu wa kisiasa, watoa ushauri wa maridhiano. Huku Dr. Mwinyi, Mwenge unatuunganisha wa Tanzania. Habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini bado kuna habari ukurasa wa 3 inasema makusanyo TRA juu asilimia 24 miezi mitatu. Lakini Mwigulu aeleza mikakati ya athari za vita vya Irani. Hiyo ni habari ukurasa wa 2. Lakini ukurasa wa 7 kwenye gazeti la Habari Leo kuna habari inayosema Kabudi arithi mikoba ya Lukuvi. Bosi wa Eura afutwa kazi. Lakini Rais Samia ateua wabunge wawili katibu wake. Hiyo ni habari ukurasa wa 7 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Na gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika AAKAI ya rekodi ongezeko la abiria miruko ya ndege mwezi Machi. Lakini Dr. Mwinyi azindua mbio za Mwenge wa Uhuru 2026. Awataka Watanzania watunze amani, wadumishe muungano. Lakini miradi 16 mkoa wa Mjini Magharibi kuzinduliwa mbio za Mwenge. Na kamati ya BLW yaipongeza serikali kuimarisha makazi. Lakini kimataifa, rais wa Irani ahoji vita vya Marekani vilivyoshawishiwa na Israel. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira linaandika furaha ya ufufuko wa Yesu Kristo isigeuze lengo la mahafa kwetu. Lakini mamia wasomi wachangamkia fursa ya ulega. Na serikali yalipa bilioni 42.98 za utekelezaji miradi. Lakini wakorofi wakaidi onyo LATRA kuhusu nauli. Waipandisha abiria wengine wa Goma, wataka uthibitisho, wenyewe wasema mafuta hayashikiki. Wauzaji wataka serikali isilaumiwe.
Lakini polisi kuimarisha ulinzi Pasaka, na serikali watakaogoma watasimamishiwa leseni. Lakini Tanzania na Hungary za saini mkataba wa mkopo wenye masharti nafuu. Lakini habari ya kimataifa, vita Irani yaingia hatua mpya. Vita Irani yaingia hatua mpya. Hiyo ni habari ukurasa wa 19 kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Majira, tuangazie gazeti lako la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza, linaandika polisi kuimarisha usalama utulivu sikukuu ya Pasaka. Lakini Ulega adhamiria kumaliza foleni za magari, na maandiko 561 namna ya kukabili tatizo hilo yawasilishwa wizarani. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini Mwenge wa Uhuru ni chombo cha kuhamasisha uzalendo. Huyo ni Rais Mwinyi. Na huku Dr. Mwigulu atwishwa TAMISEMI zigo la kumaliza malaria nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Dira ya Mtanzania asubuhi ya leo inaandika TISEZA yatangaza mapinduzi makubwa ya uwekezaji. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Dira ya Mtanzania ni Rais Samia aendeleza kupanga safu, atengua uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa EWURA, amteua Profesa Kabudi kuvaa viatu vya Lukuvi. Lakini Ulega aongeza dau ubunifu wa foleni. Wanafunzi 561 wawasilisha maandishi yao kitaaluma kupunguza foleni. Lakini mshindi wa kwanza kupata zawadi ya shilingi milioni 10. Lakini bado kuna habari inasema bajeti ya taasisi na mashirika ya umma 252 kuchambuliwa. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Dira. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo asubuhi ya leo linaandika safari ya mafanikio Iruwasa, mama Samia akimtua mama ndoo kichwani. Lakini bado kuna habari inasema TRA yaendeleza kuvunja rekodi ya makusanyo. Rais Samia atengua uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa EWURA. Lakini miradi TISEZA yaongezeka hadi kufikia 927 na mitaji kutoka nje nayo yaongezeka kufikia dola bilioni 11.08. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti lako la Mwananchi Huru linaandika Dr. Gwajima asihi jamii na wazazi kushiriki kikamilifu katika malezi na ya ulinzi wa watoto. Lakini Rais Samia amteua Profesa Kabudi kuchukua nafasi ya Lukuvi. TRA yaandika rekodi ya kusanya trilioni 9.3 ndani ya miezi mitatu. Kamishna Mwenda asema ni matokeo ya ushirikiano na walipa kodi, ahidi kuendelea kushirikiana na wananchi ili kufikia malengo. Lakini TISEZA yaendeleza kuandika rekodi, mamia wajitokeza kupambana na foleni mijini. Lakini bajeti ya mashirika ya umma kuchambuliwa, kuakisi dira 2050. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo linatuandikia habari inayosema Rais Samia afanya mabadiliko madogo baraza la mawaziri, na serikali yasisitiza kulindwa haki za mlaji. Lakini TRA rekodi nyingine ukusanyaji wa mapato. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga. Bei ya mafuta mjadala mzito daladala za Goma Mbeya. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. Lakini wanafunzi 561 wajitosa suluhu foleni Dar es Salaam. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye michezo, na gazeti lako la Wamachinga linaanza na kutuhabarisha habari inayosema TFF yatupilia mbali madai dhidi ya Damaro. Hii ni kesi iliyofunguliwa na Simba Sport Club dhidi ya mchezaji Mohamed Damaro Kamara wa Yanga. Lakini bilioni 400 kujenga arena studio ya filamu. Simba mbabe kwa Coastal yaichapa goli 2-0 Meja Jenerali Samuyo. Lakini Nsajigwa tumekuja kutafuta alama. Alonso Liverpool ni swala la muda. Hiyo ni habari ya kimataifa kutoka huko Uingereza. Lakini gazeti lako kuna michezo bado tunaangazia gazeti lako Taifa Tanzania linaandika serikali yafafanua kuhusu ujenzi wa arena, yasema shilingi bilioni 400 tayari zimepatikana. Wadau wa soka wakosoa mabadiliko ya ratiba ligi kuu. Lakini Simba yashtuka yaomba mechi dhidi ya Dodoma ichezwe Arusha. Lakini Damaro awabwaga Simba usajili wake ni halali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Huu gazeti lako la Majira linaandika Simba yapigwa chini kuhusu Damaro. Yanga Tanzania Prison mechi ya kisasi kesho. Lakini TFF yawapa ruhusa kwenda mbele zaidi Simba. Waziri mkuu aipongeza wizara ya michezo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira
kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika ZFF yahitaji bilioni 1.02 kuandaa kombe la Muungano, lakini timu ya taifa futsali kujipima na Moroko, na ujenzi wa uwanja wa Fumba waendelea vyema. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Huku gazeti lako la Habari Leo linaandika AFCON 2027 kunufaisha wajasiriamali, lakini Simba ya kwama kwa Damaro, Tundamani muziki ni biashara kamili, lakini Dodoma Jiji Mbeya City wakaribisha Fountain Gate na KMC. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye kwenye michezo linaandika huyo ni kocha wa Simba Steve Barker ataka mashine 6 amtaja Kapombe. Kunani kwa Kapombe, lakini kocha amtaja. Basi pata nakala ya gazeti lako la Mwanaspoti kwa habari hii kwa kina. Lakini issue Damaro Simba chali, lakini Pipino amtaja Aucho Singida. Da City yapewa mtihani mgumu. Da City yapewa mtihani mgumu. Ni mtihani gani? Basi gazeti lako la Mwanaspoti linaendeleza habari hii kwenye kurasa wa ndani. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe kwenye michezo linatuandikia TFF yamsafisha Damaro Yanga, kamati yasema usajili wa nyota huyo hauna dosari, kuendelea kukipiga kama mzawa. Lakini mrithi wa Kibu anukia, Amolin afunguka ligi kuu mfupa mgumu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Upate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.